Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndugu zangu katika Kristo, ninawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni mtumishi Enoch, msemaji wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Tumaini langu nyote mko salama katika ulimwengu roho na katika ulimwengu wa mwili. Ninawakaribisha kwa wale ndo ni mara yao ya kwanza kuwa mahali hapa. Kama ni mara yako ya kwanza kufika mahali hapa, ninakukaribisha katika nyumba la Bwana. Ujisikie amani kwa kusikia neno la Mungu na ujisikie huru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa siku leo ninakuja na somo litakalojenga watu. Kwa mtu yote aliye tayari kujengeka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kwa mfano kwenye shule. Kwenye shule mwalimu huwa analeta somo yatakayejenga watu, somo yatakayetayarisha watu ili wakati siku za exams zikifika wao tayari wameshajua na wao tayari wameshaviandika ndani au tayari wamesha take notes. Bwana asifiwe. And it's the same thing na watu wa roho pia. Watumishi wanaleta mafundisho. Na nikisema watumishi, yani wale ndio wanaoongozwa na Roho Mtakatifu. Yani wanaleta maandiko somo ili ziwalishe watu na ili ziwatayarishe watu wakati Bwana atakapokuja. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni neno la Mungu linalofanya mtu, linajenga mtu, linatayarisha mtu, linayefanya mtu awe sawa na Mungu. Ingawa linamuongoza mtu katika njia sahihi za kumfuata Bwana, jinsi ya kuishi katika maisha ya utakatifu, jinsi ya kumpendeza Bwana, na inaonesha mtu jinsi usifanye. Ni kwa mfano gari. Leo nitaleta mfano mengi ili watu pia wafanye nini? Waelewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata Yesu mwenyewe alitumia mifano. Kwa mfano gari ya mpya. Ukinunua gari ya mpya ni lazima kutakuwa GPS. Nikisema gari ya mpya, ni hizi gari ya mpya hapa ni za zamani, ila bali gari za mpya utakuta itakuwa na GPS ndani ya gari. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukusaidia wewe wakati utakaposafiri sehemu fulani, wakati utakapoenda sehemu fulani, ili ikuoneshe njia sahihi ya kwenda katika from A mpaka B. And it's the same thing with the Bible. Yani Bible ni uongozo, yani ni kama njia inatusaidia sisi kufuata, inatupatia maelekezo jinsi ya kuishi, jinsi ya kukaa ndani na jinsi ya kumfuata Bwana katika uaminifu na ukamilifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati unapotembeza gari, GPS, ukiweka GPS utaiamini for 100% na utaamini kwamba itakupeleka mahali ndo umeandika, mahali ndo uko unaelekea kwenda. Na hivyo Biblia pia, na hivyo Biblia nayo iko hivyo. Yani Biblia inatuongoza katika safari ya kuenda mbinguni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Inatuongoza, yani inatuonesha njia, inatubeba straight mbele za Bwana. Lakini je, ni wote watakapoingia mbinguni? Hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wengine hawataki kutumia maandiko. Wengine hawataki kuchukua muda yao ya kusoma maandiko, ya kukaa ndani ya Kristo. Na ndio hata shuleni pia unaweza ukafundishwa shuleni, lakini kama mwenyewe auchukui matesti, kama mwenyewe ausomi vitabu ndio mwalimu alivyokuagiza, alivyokukwambia, siku ya mwisho utafeli. Hata kama ukienda kwenye exams utafeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulishindwa kufuata maagizo na ulishindwa kusoma maandiko yale yatakaye kukusaidia katika exams. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwa siku leo
Nataka tujifunze. Nataka tujifunze sana, yani kuhusu tunda za Roho. Tunda za Roho. Na nikisema tunda za Roho, watu huwa wanadhani kwamba tunasema matunda za miti. Nikisema tunda za Roho, ninasema tabia za rohoni. Tabia za Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tunamfuata Kristo. Na huyo Kristo tunayemfuata inatubidi nasi pia tuchukue mfano wake. Inatubidi nasi pia tuchukue tabia zake. Inatubidi sisi pia tuchukue jinsi alivyokuwa naishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Bwana mwenyewe alishuka na akatufundisha jinsi ya kuishi, na akatufundisha tabia gani inatubidi sisi tuyabebe, ni tabia gani Bwana alitufundisha ili tusifanye nini, tusiyabebe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Jina la Bwana Yesu Kristo imidiwe. Na ndio maana huwa nasema mara nyingi sana kwamba miti ya watu wengi, yani utakuta majani yao inaonekana iko safi kabisa, yani miti zao zinavutiwa, miti zao zinaonekana ziko safi, na majani ni nyingi, yani majani ni nyingi, lakini sasa utakuta ndani ya majani hiyo ukitafuta matunda fulani ndani ya majani, ndani ya Wakristo, utakuta kwamba hautaona tunda lolote ndani mwao. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado miti zao haziko zinazaa matunda. Utakuta bado zingaliki vile tu jinsi zile mayani au majani zilizoota. Lakini ndugu zangu katika Kristo, Bwana mwenyewe amesema kwamba, je, mti mzuri inaweza kuzaa matunda mabaya? Na mti mbaya inaweza ukazaa matunda mazuri? Jibu ni la hasha. Mti mzuri uzaa matunda mazuri, mti mbaya uzaa matunda mabaya. Na ndio maana roho uzaa roho, na mwili uzaa nini? Uzaa mwili. Na nikisema mwili uzaa mwili, yani Ibilisi uzaa watoto wake, yani wanawake. Na Mungu pia anazaa watu wa rohoni. Ibilisi anazaa watu wa mwili, na Yesu pia anazaa watu wa rohoni. Watu wa rohoni wanafuata mapenzi ya Mungu, na watu wa mwili wanafuata mapenzi ya nani? Ya Ibilisi. Haleluya. Ila tutaenda kuzungumzia kuhusu matunda za rohoni, kwa sababu Wakristo wengi wametoka katika dhambini, lakini wameshindwa kufanya nini? Kuvua utu yao wa kale. Na nikisema kuvua utu wa kale, yani kuacha tabia zao za zamani: matusi, umbea, wizi, uzinzi, usharati, kuacha mke wa pili, mke wa tatu, mme wa pili, mme wa tatu, mme wa nne, yani utakuta yale yote ndo yasiyompendeza Bwana wanaendelea kuyashika. Na wengi utakuta wanaokoka leo, lakini bado uchawi wanaendelea kufanya uchawi. Wanaweza sifiwe. Na ndio maana wakati mtu anapokuja mbele za Bwana, na ndio maana wakati mtu akitubu dhambi zake katika roho na kweli, mtu huwa anaacha kila kitu kilichompendeza katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kitu chochote kisicho kujenga katika ulimwengu wa roho, kitu chochote Bwana aliyesema kwamba usikifanye. Na wakati unapokuja mbele za Bwana, yani inakubidi uwache vitu vyote, na Bwana huwa anabadilisha mtu, lakini mtu mwenyewe aiko na moyo mgumu huwa anarudi tena katika dhambini, katika matope. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini tutaenda kuzungumza na kujifunza matunda za roho ni nini, na watu wa Mungu inawabidi wachukue vitu gani, yani vipengele gani, ili wawe wanaishi katika ndani ya Kristo.
Kwa sababu maandiko matakatifu yanatuambia katika kitabu cha nisome haraka haraka. Kitabu cha Yohana sura 15 mstari wa 5. Nasema kwamba mimi ni mzabibu, nyinyi ni tawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya jambo lolote. Yaani yoyote ukaa ndani ya Kristo, Kristo naye atakaa ndani mwake. Na yeyote asiyokaa ndani ya Kristo, na Yesu pia hawezi akakaa ndani ya nani? Ndani mwake. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeyote asiyokaa ndani ya Kristo hawezi akazaa matunda ya Kristo. Yeyote anayekaa ndani ya Kristo ni yule atakayezaa matunda ya Kristo. Na yeyote anayekaa nje ya Kristo ni yule anayezaa matunda ya Ibilisi. Na ndio maana utakuta kwamba watu wengi wamejaa na giza. Watu wengi wanajaa na tabia ya vigiza, yani wanafanana baba yao Ibilisi, Luciferi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. So, cha kwanza tutaangalia tutachunguza yani matunda za mwili. Akisha hapo pia tutaenda moja kwa moja kuangalia matunda za nini? Matunda za rohoni. Tufungue katika kitabu cha Wagalatia sura ya Wagalatia 5:19. Bwana anasema, maandiko matakatifu yanasema kwamba tuanze 16. Nasema kwamba basi, nasema hivi, Wagalatia 5:16 nasema kwamba basi, nasema hivi, mwenendo wenu na uongozwe na Roho, nanyi hamtafuata tena tamaa za kidunia. Mwenendo wenu na uongozwe na Roho. Na ndio maana tumeambiwa kwamba Roho ni nani? Roho ni Mungu. Mungu husaidia watu jinsi ya kuishi ndani ya wokovu. Mungu husaidia watu jinsi ya kushika maagizo yake. Mungu husaidia watu jinsi ya kufuata njia zake. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu hufundisha watu wake, kama jinsi shetani huwa anafundisha watu wake, kama jinsi walimu huwa wanafundisha wanafunzi shuleni, kama jinsi utakuta madaktari huwa wanafunza yani wa new students, yani utakuta wafanyakazi wapya wanawafundisha. Na hivyo pia kwetu sisi, Mungu ni mwalimu wetu, Mungu ni mchungaji wetu, Mungu ni mwalimu wetu, na ni yeye ndio huwa anatufundisha jinsi ya kuishi katika nini? Katika wokovu. Bwana asifiwe. Basi nasema hivi, mwenendo wenu na uongozwe na Roho, nanyi hamtafuata tena tamaa za kidunia. Yani tukisema tamaa za kidunia ni yale hali tuliyokuwa tunaishi wakati bado hatujamjua Bwana. Kwa sababu gani? Kwa sababu tulianza kwanza kuishi katika giza, akisha baadaye Bwana akatutoa nje ya giza, akatuweka juu ya nuru. Lakini tena wakati Bwana alipotutoa nje ya giza na akatuweka ndani ya nuru, je, vitabia vilitoka hapo ama bado vitabia vingaliki? Na ndio maana inakubidi wewe kama Mkristo ujitambue, je, ni vitu gani vya dunia bado ungaliki navyo ndani ya moyo wako? Kwa sababu gani? Kwa sababu hauwezi ukazaa matunda na bado wewe ungaliki unazaa matunda ya ulimwengu. Kwa mfano, Bwana amesema kwamba nuru yenu ikangaze mbele za watu wote. Sasa kama wewe bado ungaliki na vitabia vya ulimwengu, sasa hiyo nuru yako itaangaza kwa watu gani? Kwa watu wa aina gani? Itaangaza kwa watu walevi, itaangaza kwa watu wazinzi, itaangaza kwa watu wasiomjua Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe utakuwa mmoja wao. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ore baba sekai. Nasema hivi, mwenendo wenu na uongozwe na Roho, nanyi hamtafuata tena tamaa za kidunia. 17 nasema kwamba maana tamaa za kidunia hupingana na matakwa ya Roho. Maana
Maana sikia vizuri, twende kwa taratibu. Maana tamaa za kidunia upingana na matakwa ya roho. Yani mambo ya roho na mambo ya ulimwengu, yani vinapigana, haiwezi vikafanya kazi kwa umoja. Na ndio maana ninawaambia watumishi wa Bwana au wanafunzi au watu wa Mungu ya kwamba muwe munasoma maandiko binafsi nyinyi wenyewe ili mupate elimu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mkiendelea tu kusikia yani watumishi wenu, yani viongozi wenu, yani wachungaji wenu, kuna vipindi watawadanganya bila nyinyi wenyewe kujua kama tu wanafanya nini, wanawadanganya. Na ndio maana inakubidi pia wakati mtumishi anaposoma, inakubidi pia nao pia unafungua maandiko uangalie, je, yale anayohubiri, je, yako ndani ya maandiko? Je, mahubiri anayohubiri, je, yeye anayaishi? Kwa sababu gani? Kwa sababu hata maandiko matakatifu nasema kwamba si kila roho inatubidi tufanye nini, tuamini. Inatubidi kwanza tukaipime. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nguvu za Bwana na nguvu za Ibilisi, hizo nguvu, hao watu wawili hawawezi wakafanya kazi kwa umoja. Wala hawezi ukaona ya kwamba Mungu anafanya kazi na Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Wala hawezi ukaona kwamba shetani na Mungu wanakaa sehemu moja, wanafanya nini? Wanakula. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maana tamaa za kidunia upingana na matakwa ya roho. Kwa sababu matakwa ya dunia ni machukizo tu kwa Bwana. Matakwa ya ulimwengu ni ya kwamba wengi wanaruhusu kwamba wanaume na wanaume washoga wao na wana, mwanamke na mwanamke wao na wana, kuvaa mavazi sio kumpendeza Bwana, kuabudu miungu, kuabudu masanamu, kufanya vitu machukizo vile mbele za Bwana. Haleluya. Ore basi pa. Haleluya. Tamaa ya ulimwengu ni kukuwa na wivu. Tamaa ya ulimwengu ni kukuwa na chuki. Tamaa ya ulimwengu yani ni kuchukiana, vita, mapigano, ugovi. Yani utakuta wanachukua tabia za nani? Wanachukua tabia za baba yao Ibilisi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Basi nasema hivi, mwenendo wenu na uongozo na roho. Huyo roho ni nani? Huyo roho ni Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo, twende Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Mwili wa Kristo huo ulikuwa umwana. Hiyo roho hapana, mwili ulikuwa mwana. Mwili wa Kristo ilikuwa mwana. Mwili wa Kristo alikuwa mwana wa Miriamu. Mwili wa Kristo alikuwa mwana wa Yusufu. Mwili wa Kristo alikuwa nduguye wa Yohana Mbatizaji. Mwili wa Kristo alikuwa nduguye ya Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana barikiwe. Sijui kama unanifuata. Lakini roho aliyokuwa ndani ya roho aliyoishi ndani ya Kristo, huyo ndo alikuwa nani? Alikuwa Mungu peke yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo akasema kwamba maneno haya ninayoongea si ya mwili bali ni ya roho. Na inatubidi tujue kwamba Mungu ni roho. Mungu ni roho, tabia yake ni roho. Lakini je, yeye ni roho gani? Mungu ni roho mtakatifu. Kwa sababu gani? Yeye ni mtakatifu, hakuna uchafu ndani mwake, wala yeye haishi ndani ya uchafu. Yeye ni Mungu wa utakatifu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hiyo nyingine somo nyingine siku. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati mwana wa Adam alikuwa anatembea mahali hapa, mapepo wakati ilikuwa inamuona, walikuwa wanasema nini? Walikuwa wanasema kwamba tunakujua wewe ni nani? Wewe ni mtakatifu aliye juu sana. Wewe ni mtakatifu aliye juu sana. Lakini Yesu Kristo alikuwa anawakemea. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakukuwa anawaruhusu waseme yeye ni nani. Kwa sababu gani? Walikuwa wanajua ule mtu aliyekuwa ndani ya Kristo. Walikuwa wanajua ya kwamba ni Mungu peke yake. Lakini mwili, je, mwili ilikuwa Mungu? Mwili haikuwa Mungu. Mwili ilikuwa binadamu. Mwili ulikuwa mwana. Mwili ulikuwa nani? Ulikuwa sacrifice. Mwili
ilikuwa nini? Mwili ilikuja tu kufanya kazi yake, lakini Mungu alikuwa anaishi ndani ya mwili huo. Haleluya, haleluya. Na ndio maana utakuta kwamba mara nyingi sana Yesu alikuwa anajua tabia za watu, alikuwa anajua mawazo ya watu. Na ndio sifa ya kwa ndio sifa za yeye kuwa Mungu. Kwa sababu gani? Mungu ni Mungu peke yake huwa anajua mawazo ya wanadamu. Mungu ni peke yake huwa anajua ni kitu gani wanadamu huwa anakiwaza. Na ndio maana utakuta mara nyingi sana Yesu alikuwa anajua kwa kila mtu, alikuwa anajua tabia zake, mawazo yake, nia yake. Yani Yesu alikuwa anajua yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu roho aliyokuwa ndani mwake, Yesu Mungu alikuwa ndani mwake, alikuwa anawajua wote. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana utakuta wengi walikuwa wanamheshimu, wengi walikuwa wanamuita Bwana. Bwana, wengi walikuwa mfanya wanamuita Bwana. Na tukienda katika Agano la Kale utakuta wakati watu walikuwa wanamuita Mungu, walikuwa wanamuita nini? Walikuwa wanamuita Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Tuendelee. Hii somo nitafundisha ingine siku kuhusu Roho Mtakatifu nani, kuhusu Roho ni nani. Na kwa sababu wengi wanasema kwamba huko mbinguni kuna Roho Baba, kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Lakini hivi vitu ni viongo. Hakuna Mungu Roho wala Mungu Mwana. Bwana asifiwe. Mungu ni Roho. Mungu ni Roho. Huko mbinguni kuna nafsi tatu. Kuna roho moja. Kwa sababu Mungu yeye ana matatu nyingi. Mungu ana matatu nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Basi nasema hivi, mwenendo wenu na uongozwe na Roho, nanyi hamtafuata tena tamaa za kidunia. Maana tamaa za kidunia upingana na matakwa ya Roho, na matakwa ya Roho upingana na matakwa za dunia. Yani mambo ya Mungu, na Mungu huchukia vitu vya ulimwengu, na vitu vya ulimwengu ichukia vitu vya rohoni. Na ndio maana utakuta kwamba wakati unapohubiria watu huwa wanakataa sana kusikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tamaa za kidunia upingana na matakwa ya Roho, na matakwa ya Roho upingana na matakwa ya kidunia. Mambo haya mawili hayafikiani. Kwa sababu hiyo hamwezi kufanya yale mnayotaka nyinyi wenyewe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Anasema kwamba kama mkiongozwa na Roho, basi hampo tena chini ya sheria. Basi matendo ya kidunia yanajulikana: uzinzi, usharati, ufasadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui, ugovi, wivu, hasira, choyo, mabishano, mafarikano, ushuhuda, ulevi, ulafi na mambo mengine kama hayo. Nawaambieni tena, kama nilivyokwisha sema, watu wanaotenda mambo haya hawatapata ufalme wa Mungu. Yani kila mtu anayekuwa na tabia hizi hamtaurithi katika ufalme wa Mungu. Mkichukua tabia haya na nyinyi wa Kristo, na hata kama bado hamjamjua Mungu, mkichukua hizi tabia, kwa sababu hizi tabia si za Mungu. Hizi tabia hapa ni za tabia za Ibilisi. Yani uzinzi, usharati, ufasadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui, ugovi, wivu, hasira, choyo, mabishano, mafarikano, ushuhuda, ulevi, ulafi na mambo mengine kama hayo. Nawaambieni tena, kama nilivyokwisha kusema, watu wanaotenda mambo hayo hawatapata ufalme wa Mungu uwe wao. Yani hawawezi wakaurithi ufalme wa Mungu kama unabeba hizi tabia chafu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana inatubiri ndugu yangu katika Kristo, uichunguze. Je, kweli unaishi ndani ya Kristo ama la? Je, kweli tabia zako zinamfanana na yule aliyokuita? Je, tabia zako zinafanana na Kristo unayemfuata? Kwa sababu yeye Kristo yeye ametufundisha jinsi ya kuishi. Ametufundisha jinsi ya kukaa,
ametufundisha jinsi ya kuwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu Kristo libarikiwe. Sasa twende sasa katika mstari wa 22. Tuone sasa matunda za rohoni. Mambo Bwana ndio anataka sisi tukafanya nini? Tuwe nayo. Yaani Bwana ndio anataka tukazae ndani mwetu ili tukamfanane. Lakini matokeo ya kuongozwa na Roho ni upendo, furaha, amani, upole, kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini matokeo ya kuongozwa na Roho ni upendo. Pasipo upendo wewe bado hauna ndani ya Kristo. Furaha, usipokuwa na furaha wewe bado hauna na Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna wengine huo wanachukia hata maisha yao. Kuna wengine hawakina furahi jinsi Mungu alivyowaumba. Wengine hata kupenda jinsi Mungu alivyowaumba na kufurahia, huo wanashindwa kufurahia. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo pia ni dhambi, kutokufurahia jinsi Mungu alivyokuumba. Wewe yani unataka ufanye nini? Unataka kumwambia Bwana kwamba jinsi alivyokuumba haujapendeza navyo. Na kutokuwa na upendo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumepewa amri mbili. Na hiyo somo pia nitafundisha ingine siku. Tumepewa amri mbili. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumepewa amri mbili. Na hizo amri ni nini? Hizo amri ni kumpenda Bwana Mungu na kupenda jirani yetu na kupenda jirani yako kama unavyojipenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukimpenda Mungu hautafanya uzinzi. Ukipenda Mungu hautaiba. Ukipenda Mungu hautabudu sanamu. Ukipenda Mungu hautakuwa na wivu. Ukipenda Mungu hawezi ukafanya vitu vilivyochukizwa. Na hawezi ukamdanganya. Utampenda kweli. Na ukimpenda Mungu hawezi ukafanya mambo uchawi. You can never. Kwa sababu gani? Utavichukia vizuri sana. Na ingine amri ni kwamba ukimpenda ndugu yako hawezi ukamwona wivu. Ukipenda ndugu yako unaweza kumsaidia. Ukipenda ndugu yako hawezi ukamloga. Ukipenda ndugu yako hawezi ukamwazia vibaya. Ukipenda ndugu yako hawezi ukamwonea wivu vitu ndio alivyo navyo. Ukipenda ndugu yako unaweza kumsamehe. Ukipenda ndugu yako unaweza ukafanya jambo lolote kwake, yani vitu vema. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini wengi wanakosa hiyo moyo. Na ndio hizo amri mbili wengi huwa wanashindwa kufanya nini? Kuyabeba. Utakuta wengine huwa watapenda wajirani, watapenda watu lakini hawatampenda Mungu. Wengine watampenda Mungu lakini hawatapenda nani? Hawatapenda jirani. Na ndio utakuta kwamba hata Wakristo nao ni hivyo. Wakristo wengi wanapenda nani? Wanapenda Mungu lakini wanachukia watu wengine. Ni upumbavu sana. Hauwezi ukampenda Mungu akisha unachukia nani? Unachukia ndugu yako. Imeandikwa mtu yoyote anayechukia ndugu yake na huko anasema kwamba eti anampenda Mungu, huyo ni mwongo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu yoyote, nitafute andiko. Ngusubiri nitafute andiko. Kama ni Yohana kwanza sura ya 4 mstari wa 20. Tuanze hapana, 29. Inasema kwamba sisi tuna upendo kwa sababu Mungu alitupenda kwanza. 20. Mtu akisema kwamba anampenda Mungu hali anachukia ndugu yake, huyo ni mwongo. Ngoni nibadilishe katika nini? Nibadilishe katika neno kwanza. Neno ndo napenda kusoma nini? Tafsiri ya neno nasema kwamba tuampenda yeye kwa sababu yeye alitupenda kwanza. 20. Ikiwa mtu atasema na mpenda Mungu lakini anachukia ndugu yake, yeye ni mwongo. Kwa maana kila mtu asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona, atampendaje Mungu asiyemuona? Tusome tena. Ikiwa mtu atasema na mpenda Mungu lakini anachukia ndugu yake, yeye ni mwongo. Kwa maana kila mtu asiyempenda ndugu yake
anayemuona atampendaje Mungu asiyemuona? Nyinyi wa Kristo, unawezaje kumpenda Mungu na huko unachukia wazazi wako, na huko una ugovi na watu, na huko una mafarikano na watu, na huko unachukia watu? Mtu unayemuona kila siku, ndugu yako unayemuona kila siku, na Mungu usiyemuona. Sasa utampendaje mtu usiyemuona au kiumbe usiyemuona, lakini unachukia kitu unachokiona? Utakipendaje? Tuseme baba, tuseme ikiwa mtu atasema nampenda Mungu lakini anachukia ndugu yake, yeye ni mwongo. Nyinyi wa Kristo ni waongo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawezi ukampenda Mungu na uko unachukia ndugu yako, na uko hawezi ukasamilia wa Kristo wenzako, na uko hawezi ushiriki katika makanisa yao. Yeyote atakayekubali Yesu Kristo kama mwokozi wake anakuwa ndani ya mwili wa nani? Mwili wa Kristo. Sasa utakuta hizi masiku wengi wanajenga mili za Kristo wengi. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa mtu atasema anampenda Mungu lakini anachukia ndugu yake, yeye ni Mungu, kwa maana kila mtu asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona atampenda Mungu waje asiyemuona? Utampenda Mungu waje usiyemuona, na huko unaona ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio nikasema kwamba tena tumepewa amri mbili, na kumpenda Mungu na kumpenda jirani yetu. Yaani kupenda ndugu yangu, nimpende ndugu yangu kama jinsi ninavyojipenda mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ila wengi huwa wanafeli. Wengi huwa wanafeli hivyo. Wengi huwa wanafeli. Wanafeli tena sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakuta wengine watachukua tu kumpenda Mungu, na huko watakuwa na mafarikano, na huko watakuwa na wivu, na huko watakuwa na vitu vingi. Na wengine wanachukua ya kupenda jirani, hakisha huko na unamchukia Mungu. Ili pia ni vipumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina Bwana libarikiwe. Lakini matokeo ya kuongozwa na Roho ni upendo, furaha, amani. Lazima uwe na amani, uvumilivu. Wewe majaribu kupitia, subira, uvumilivu au neema. Inakubidi uwe na uvumilivu mama yangu, baba yangu, kaka yangu, mtumishi kijana. Inakubidi uwe na uvumilivu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Roho wakati unapoongozwa na Roho inakubidi ukavumilie mateso utakayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Wema, afadhili, uaminifu. Inakubidi uwe mwaminifu mbele za Bwana. Inakubidi uwe mwaminifu, usiwe na nini? Usiwe na double mind. Mtu aliyekuwa na double mind, mtu mwenye double mind, Mungu anapendezwa naye. Haleluya. Uwe na upole. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na Bwana bariki neno lake. Amen.